Habari ya wakati huu msikilizaji wetu popote pale ulipo duniani, karibu katika makala maalum kupitia idhaa ya Kiswahili ya Auba. Leo tunatazama nguvu ya utangamano barani Afrika, kuanzia kwenye mfano wa kipekee wa muungano wa mataifa mawili huru uliodumu kwa zaidi ya miongo 6 hadi kwenye maandalizi ya kusisimua ya soka la Afrika kupitia michuano ya AFCON 2027. Ni safari ya kuelekea umoja wa kijamii na kiuchumi kwa watu wa kanda hii na bara zima. Tunaungana nanyi mubashara kupitia YouTube channel yetu Auba Swahili popote pale ulipo, kuanzia Nairobi, Kampala, Kigali, Dar es Salaam na kwingine kokote duniani. Tufuate pia kupitia Facebook na Instagram kupitia Auba Swahili. Shiriki nasi kwa kuacha maoni yako. Mimi ni Vumilia Kondo nikikukaribisha tuambatane sote katika makala zetu weekend hii. Katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia ushindani mkubwa wa kiuchumi, mataifa mengi yanatafuta njia bora za kuimarisha ajira na kukuza biashara kupitia ushirikiano. Tanzania inatoa simulizi ya kipekee kupitia muungano wake wa Tanganyika na Zanzibar, ambao kila tarehe 26 Aprili unatimiza mwaka mwingine wa mshikamano. Huu ni mfano hai wa jinsi mataifa yanavyoweza kuunganisha nguvu kwa ajili ya maendeleo ya pamoja, elimu na ustawi wa wananchi wake. Amrati Haji ametuandalia makala inayochambua misingi ya mshikamano huu na nafasi yake katika uchumi wa sasa. Nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibari, wao wa Tanganyika, hakuna. Ongera bana Nyerere, ongera bana Karume. Ni April 26, 1964, taifa la Tanzania lilipozaliwa rasmi baada ya kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar. Safari hiyo ilianza April 22, 1964 visiwani Zanzibar, pale viongozi wakuu hayati Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume waliposaini hati ya muungano iliyofungua ukurasa mpya wa historia. Baada ya hatua hiyo, mchakato huo ulithibitishwa rasmi jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Karimjee, ambapo viongozi wa pande zote walibadilishana hati za muungano mbele ya umma, tukio lililoweka muhuri wa kuzaliwa kwa taifa jipya. Tukio hilo la kihistoria haikuwa tu saini zilizowekwa mezani, bali pia ilikuwa ni ishara ya kuunganisha nguvu za pande mbili. Hata katika alama za taifa, vipengele kutoka Tanganyika na Zanzibar vilichanganywa, kuonesha wazi kuwa udongo wa kila upande uliunganishwa na kuwa nguvu moja yenye mwelekeo wa pamoja. Tangu wakati huo, muungano umeendelea kuwa nguzo ya amani na utulivu nchini, hali ambayo imejenga mazingira mazuri ya wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi kwa uhuru zaidi. Uchumi ulikuwepo lakini ulikuwa mdogo. Lakini kwa upande wa Tanganyika uchumi ulikuweko lakini ulikuwa mdogo. Makubaliano ya pamoja baina ya wazazi wetu wawili hawa, Mheshimiwa Abeid Amani Karume na mzee wetu pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakakubaliana na kufanya muungano, ikawa nchi moja, likapatikana jina la Tanzania. Sekta ya kiuchumi ilianza kuja juu. Kipindi hiko ilikuwa bado uchumi ni mdogo, pamoja na kuungana kwao, lakini uchumi ulikuwa ni mdogo. Lakini baada ya wataalamu sasa wa pande mbili kupatikana, wa Zanzibar na wa Tanganyika, kwa jina la Tanzania, ikawa tayari kuna watu washauri uchumi wetu wa Zanzibar au uchumi wetu wa Tanzania ukaanza kuja juu. Kipindi hiko kulikuwa chini nyuma huku, ilikuwa kile kipande cha sabuni mpaka uweke msongo
wengi ili lugha inaweza ikawatatanisha, lakini ilikuwa ni watu katika mtaa au katika vijiji hawawezi kupata huduma wakajisikia. Hata ukitaka kipande cha sabuni, ukitaka mafuta ya taa, kerosene, ilikuwa ni tabu, kwa sababu ilikuwa bado wale wataalamu wa kiuchumi hawajapata idea. Lakini baada ya idea hiyo kupatikana, uchumi wetu ukaanza kukua, zikatoka fursa mbalimbali kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikawa kuna matajiri ambao wana uwezo wa kuleta hichi, huyu analeta mchele, huyu analeta sabuni, mafuta hata yanapatikana. Kwa upande wa elimu, muungano umeleta fursa sawa kwa Watanzania wote kwa kuhakikisha wanafunzi kutoka pande zote wanapata nafasi katika elimu, hali iliyochangia kuzalishwa kwa wataalamu wengi wanaochangia maendeleo ya taifa. Na sisi ni moja katika wanufaika wa elimu. Kwa elimu ilipandishwa hadhi katika maskuli yetu, ambayo siku za nyuma ilikuwa skuli nyingi zinaishia darasa la 6 hapa Zanzibar, zilikuwa nyingine zinaishia darasa la 8. Kwani hapo siku za nyuma ilikuwa skuli hizi zote zilikuwa zinaingizwa kwa mfumo wa ubaguzi. Kwa mfano, ilikuwa Lumumba Secondary, hizo inaitwa King George the 6th. Ilikuwa wanafunzi wengi wanaokwenda pale ni wale wa kitajiri. Ilikuwa Waarabu, Wahindi, Waswahili wachache mno, lakini hasa Waarabu, Waswahili, Waarabu, Wahindi, Wangazija na Mswahili mmoja. Lakini kutokana na sera ile ya muungano ikabadilika. Kwa upande wa ajira, muungano umefungua milango kwa vijana wengi kupata nafasi katika taasisi mbalimbali za kitaifa, sekta binafsi pamoja na taasisi za ulinzi, hatua iliyosaidia kuongeza ajira na kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira. Kupata ajira ya jeshi, kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na nimefanya kazi kwa miaka karibu 36 katika Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na nimefanya kazi bara miaka mingi zaidi kuliko hapa kwetu kisiwani. Kwa hivyo nimenufaika sana, na wakati niko kule bara pia nilikuwa najihusisha na masuala ya biashara ndogo kama uvuvi na nini na mambo ya kilimo, ambayo wakati mwingine ningelikuwa huku nisingepata fursa hii. Kwa hivyo muungano kwa namna hiyo, pia mimi mmoja katika mnufaika wa muungano. Je, baadhi ya wafanyabiashara wanazungumziaje muungano huo? Muungano wa faida nyingi sana. Baada ya kwanza, muungano inatufanya sisi wafanyabiashara kuhamasika na biashara yetu hapa Zanzibar. Bila pasinge kuwepo na muungano, sisi tungeishia tu nini hapo bara, tusingeuza nini kuhusu korosho zetu tusingeziuza. Na maana muungano umetufanya sisi kuja hapa Zanzibar kupata mafiko hapa na biashara yetu inaendelea vizuri. Kutoka Tanzania bara kuja Zanzibar kufanya biashara huru. Kutoka kwa muungano singeweza kufanya biashara kama hivi. Muungano wa Tanzania unaendelea kujidhihirisha kama nguvu iliyounganisha si tu ardhi bali pia ndoto za Watanzania. Ni msingi unaoendelea kufungua milango ya uchumi, ajira, biashara na elimu ya juu. Kutoka kwenye utangamano wa kihistoria, sasa tunaangazia diplomasia ya michezo. Afrika Mashariki inajiandaa kuandaa historia kupitia michuano ya Kombe la Mataifa Bingwa Afrika AFCON 2027. Wiki hii kitovu cha soka kimekuwa mjini Kampala pale nchini Uganda, ambapo waandaaji wamekutana na ujumbe wa CAF ulioongozwa na Katibu Mkuu Samson Adam. Maandalizi haya ni ishara ya uwezo wa kanda ya Afrika Mashariki katika kuandaa matukio makubwa duniani, huku mkazo ukiwekwa kwenye miundombinu na usalama. Mwandishi wetu wa Kampala Isaac Mumena amezungumza na Nicholas Musonye kutoka nchini Kenya kuhusu mustakabali wa michuano hiyo. Hii mkutano ya CAF ni kuhusu ile mashindano ya CHAN tulifanya. Ile CHAN tulifanya mwaka jana, tunafanya ile what we call review. Alafu pia tunapanga mipango ya AFCON ambayo tunaandaa mwaka ujao.
Kwa hivyo hiyo ni review ya mwaka jana na ile plans ambazo tuko nazo za AFCON ambazo zinakuja June mwaka wa 2027. Leo tumezungumzia mambo ya usalama, mambo ya media, tumezungumzia mambo ya marketing, commercial, tumezungumzia mambo ya finance, ya infrastructure. Infrastructure ndio imechukua muda mrefu, sababu hii region kwa miaka mingi hatukuwa na viwanja, hatukuwa na viwanja mazoezi, hatukuwa na stadia. Kwa hivyo CAF imeinsist tuwe na infrastructure ya kutosha, ndio hii mashindano iwe ya kudhibiti, ndio watu wafurahie kucheza katika kanda letu. Kwa hivyo infrastructure ndio imechukua muda sana, na upande wa commercial and marketing. Na mpaka sasa maandalizi yenu katika mataifa haya matatu, tumesikia Uganda ina matatizo, Kenya ina matatizo, Tanzania ina matatizo. Kila nchi ina matatizo. Sisi kama Kenya, nisumuze kama Kenya, tuna viwanja ambao tunatengeneza saa hii hazijaisha mzuri sana. So kwa hivyo hiyo matatizo ya viwanja kuisha inatusumbua kichwa kidogo. Na upande wa finances pia mpaka tutengeneze budget mzuri kama and fund. Na hiyo ndio matatizo ambayo iko pia kwa Tanzania na Uganda. So matatizo ya Uganda, Kenya na Tanzania ni the same. CAF inakuja kufanya ukaguzi. Imewapa mpaka lini muwe mmemaliza matatizo, changamoto ambazo bado hazijamalizika? Kwanza upande wa infrastructure, lazima infrastructure yote iwe tayari mwisho wa mwaka huu, iwe tayari. Miezi 6 ambayo inafuata ni rehearsal tu. Alafu upande wa raise funds tunakutana na watu wa commercial and marketing mwezi ujao kuona jinsi tutatumia nafasi zetu kutafuta hela ya kufanya operations katika LOC zetu. Mataifa ya SEKAFA, wewe umekuwa katibu mkuu wa SEKAFA miaka zaidi ya 20. Unayazungumziaje kuhusu mashindano haya? Haya mashindano sio ya Kenya, Uganda, Tanzania peke yake. Haya mashindano mimi kama Nicholas Musonye naichukua kama mashindano ya SEKAFA. Nataka Rwanda, Burundi, Sudan, South Sudan, Zanzibar, Somalia, Djibouti wachumuike wote pamoja na sisi kuandaa mashindano katika kanda letu. Hao wakuwa benefit kwa njia moja tatu namna hiyo. Utofauti uliokuwepo kwenye CHAN, Kenya, Uganda, Tanzania walikuwa hawataki mwenzia aende asonge mbele. Haya mtafanyaje kusuluhisha? Nimesema hapo awali, sisi kama LOC tatu tukujipanga mzuri. Kila nchi ilikuwa inafanya mambo yake, na hiyo tutasema imeisha. Tutafanya LOC moja ya pamoja ya nchi yote tatu. Tutachukua mmoja wetu akae mwenyekiti wa pamoja pit ya nchi tatu, ndio tukisumusa tunasumusa lugha moja, kama sio kama ya ile ya CHAN kila nchi inasumusa mambo yake. Sasa hivi tunasumusa lugha moja kama pamoja pit. Asante sana bwana Musonye. Asante. Warsha ya siku mbili mjini Kampala iliwashirikisha marais wa mashirikisho ya michezo ya mataifa waandalizi Kenya, Tanzania na Uganda. Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia, alikuwa na haya ya kusema. In fact, viwanja ndio ilionekana kwamba ndio changamoto kubwa, kwa sababu sisi hatuna shida ya mahoteli. AFCON nyingine ilikuwa shida hoteli. Ivory Coast zimejengwa kambi, lakini hapa sisi tuna mahoteli ya kutosha. Kwa hiyo kikao hiki kinaanza kutupa changamoto kuhakikisha kwamba ushauri uliotolewa, maelekezo yaliyotolewa tunayafuata kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Mwezi Agosti kutakuwa na inspection nyingine, angalau tuwe kwenye asilimia zaidi ya 80, lakini pia mwezi wa 12 tunataka Disemba 2026 kila kitu kiwe sawa, ibakie sisi kufanya tournament za majaribio. Na nia yetu kubwa ni kufanya tournament ya ufunguzi wa viwanja vya Talanta Nairobi pamoja na kiwanja cha Arusha viweze kufunguliwa, tuweze kufanya mashindano haya. Kwanza nalichukulia kwamba ni changamoto kubwa, kwa sababu mashindano yaliyoisha ya AFCON Morocco yalikuwa ni ya kiwango cha juu, na kama ulivyosikia takwimu kwamba kiasi gani kilikusanywa kule. Najua tutakusanya hela, lakini siangalii sana kuhusu masuala ya hela. Nataka tufanye yawe ni mashindano ambayo yatakumbukwa. Kama nilivyozungumza, ni mashindano ambayo yatafanyika katika kipindi ambacho kina hali za hewa tofauti, lakini pia ni kipindi ambacho watakao kuja kwa ajili ya mashindano haya watapata burudani ya mpira, lakini pia baada ya mpira kutakuwa na maisha mengine ya kuidiscover East Africa. Rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, Hussein Mohamed, amesema hakuna shaka mataifa hayo yataandaa michuano ya AFCON mwaka 2027. Ile tunaita doubt yoyote ya kwamba
nchi hizi zote tatu zitakuwa tayari. Nina uhakika ya kwamba serikali zetu zote zimeonesha idara na zimeonesha ya kwamba zitatia bidii zaidi tuwe na zile viwanja vyote kwa muda ambao unaofaa. Kwa hivyo mimi nina imani na nimeona katika zile ishara ambazo zimeangaziwa na serikali zetu zote, na kama rais wa shirikisho la kandanda naweza kuwatangazia wananchi wote wa hizi nchi tatu. Katibu mkuu wa sasa wa shirikisho la soka barani Afrika, Samson Adam, katika kikao cha Kampala alifahamisha mkutano wa waandishi habari umuhimu wa warsha hiyo na kusema ameridhishwa na maandalizi yanayoendelea AFCON 2027. As you know, hosting an AFCON is a journey. It's not a one-day event. What I can tell you now is that there's strong commitment from the government, really strong commitment as well from CAF to make sure that we succeed and we will succeed. Kama mnavyofahamu, kuandaa AFCON sio kitu cha siku moja, lakini kuna mafanikio makubwa katika serikali za mataifa, waandalizi pamoja na CAF ili michuano hiyo kufanikiwa, na kweli tutafanikiwa. Pia napenda kuwafahamisha kuwa timu yetu ya operesheni inaendelea vyema kukidhi mahitaji na kumaliza kwa wakati, ndio kitu muhimu kwa sasa. CAF ilifanya ukaguzi wa miundombinu mwezi Februari mwaka huu na kutoa ripoti, na kufikia sasa wanaendelea vyema. There were reports that were shared from inspection, and now also that we have seen the level of progress, because the host had to that we are advancing in the right direction, and we have all the timeline that has been agreed on the deliverables of the work that needs to be done. So lakini nchini Tanzania kumekuwa na gumzo kwenye mitandao ya kijamii wakitilia shaka kuandaliwa kwa michuano hiyo. Hata hivyo, naibu waziri wa michezo, utamaduni na sanaa Hamisi Mwinyi Juma aliyehudhuria warsha ya Kampala aliwaondoa mashaka. Mashindano bado tunayo, na hapa tumetoka kufanya kikao kikubwa tu na kaimu katibu mkuu wa CAF na ujumbe wake wote, na tuko Kampala, Uganda, na tumekubaliana mambo mengi ya kimsingi yakiwamo kutengeneza local organizing committee ya East Africa ya pamoja, lakini ambayo chini yake itakuwa na steering committee, lakini chini yake kutakuwa na local organizing committees zile za nchi ambazo tunazo, na chini yake kutakuwa na secretariat. Mambo mengi ambayo tumeyajadili hapa, na CAF wametuambia mambo ambayo wanataka tuyafanye. Hatujamaliza ujenzi wa miundombinu, wametuambia siku ambayo watakuja kufanya ukaguzi tena mkubwa, lakini hilo la kuhamishwa kwa mashindano halikuwa sehemu ya ajenda za kikao hiki, na tumekimaliza salama. Kwa hiyo ila habari ambayo mimi nakupa ndio hii, hizo ni rumors tu na hakuna kitu cha namna hiyo. Maandalizi yanaenda vizuri kwa sababu tulikuwa tunatakiwa kukamilisha miundombinu, na kama utakuwa unafuatilia utakuwa umeona jinsi ambavyo tunakwenda vizuri. Uwanja wa Arusha umefika 78%, 60% kule Fumba, lakini Dar es Salaam tunabadilisha pitch sasa hivi na kujenga zile sky boxes, lakini otherwise kila kitu kiko sawa. Vinginevyo michuano ya AFCON iliyofanyika nchini Morocco ilikuwa ya kiwango cha juu zaidi. Wengi wanaoji kama mataifa ya pamoja wataweza kufikia kiwango hicho. Mimi ni Isaac Mena wa idhaa ya Kiswahili AUBA Radio. Msikilizaji, kusherehekea mafanikio ya muungano na kujiandaa kwa AFCON 2027 ni ushahidi kuwa Afrika Mashariki inazidi kupiga hatua kuelekea umoja imara. Asante kwa kuwa nasi katika makala hizi za leo. Tunathamini sana mchango wako. Tuambie sasa kupitia kurasa zetu za AUBA Swahili, unadhani ni sekta gani nyingine inapaswa kuunganisha mataifa yetu zaidi? Mimi ni Vumilia Kondo nikikutakia kila la heri katika kuijenga Afrika tunayoitaka. Kwa heri.